Tumalizie na haya ambapo kikundi kimoja cha wanawake kinachojumuisha kina mama kutoka jiji la Nairobi na maeneo mengine kimekashifu dhulma dhidi ya wanawake hasa katika ulingo wa siasa. Kina mama hawa wamesema kuwa watashirikiana kuwapigia debe wenzao watakaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao ili kutimiza uwakilishi wa angalau theluthi mbili wa jinsia. Sisi Kenya yetu inataka 2/3 gender. Na vile wamama tumefanya kazi kubwa ya kuinua wamama, wengine wanataka kuwagandamisha. Kwa hivyo tunasema kwa msemo moja tu, wamama viongozi, endeleeni kuongoza. Tuko nyuma yenu. Na tunajua kila doketi zote mko. Na msigandaishe na mtu. Na mtu kama huyo akija kama huyo ameanza hivyo, ajua akiguza mama ameguza mama wote. Kama kuna madharau ama wamedhulumiwa, kazi yetu ni kupiga firimbi vile tumefika saa hii. Na sasa kama imezidi sana, tuna hatua ile tunachukua. Na kurembeka kwetu sio iwe ni sababu ya kuweza kusema ya kwamba we are going to be flower girls to some of the men. Kwa hivyo we are advocating for women so that we can acquire so many seats in this country through election. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba in the coming general election hatutakubali intimidation ya wamama. And we are here to stand as women so that we aspire for so many seats in this government. Mama wote wale tumeona uongozi wa kina mama, pali kuna mama hapaharibiki jambo. Au viongozi wote mmeona kwa serikali biasikia wamama wamepata maibizo, mmesikia kuhongwa, kuharibu kazi nini, kula pesa. Kwa hivyo wamama waheshimiwe. Hivyo